Mnaniumiza kichwa. Niwaze kutafuta hela, niwaze tena kusuluhisha kesi zenu za familia. Nimesema hivi, I don't want to solve your questions. Umetenganisha damu moja, ukageuza upendo kuwa maumivu. Mwanadamu, kwa nini unasahau? Kesho sote tutarudi mavumbini. Machozi hayachagui nyumba, huanguka kwa maskini na tajiri. Mimi nafikiri nyumba yenyewe umeiona kama namna inavyojieleza. Ndio. Sasa inakutegemea sana kwa ushawishi wako mkubwa kwa mzee wako. Muhimu bwana hili swala. Kwanza hilo nikutoe shaka, nyumba nimeiona. Pia mimi mwenyewe binafsi nimependa. Hizi picha nafikisha mzee, jambo litaenda sawa kabisa. Bwana, inakutegemea sana. Ulikuwa wapi? Maana nimeangaza kote sijakuona. Unajua nilitoka kidogo. Nilienda kwa mzee wake na ubwana kwa ajili ya mauzo ya hii nyumba. Sasa yule mzee tukawa tumezungumza naye vizuri na akasema kwamba ana uwezo wa kutupa milioni 700. Sasa mimi nikaona hili ni bonge la dili katika mipango yetu. Ikishatoka hiyo milioni 700, mimi na wewe sasa hapo tunafanya kama kamgawanyo hivi ka 300, mpige 300 na mimi napiga 300. Bwana, umeona? Alafu yule dogo ni mke wa mtu. Yeye atachukua shilingi 100 hiyo. Sawa. Sasa swala la msingi la kufanya sister, mimi naomba uende ukachukue ile hati pale. Basi sawa, ngoja niende. Imeisha hilo. Ona ndugu yako. Ndio. Haya mambo mengine unajua kifamilia lazima tuyaweke sawa ili mambo yaende. Unajua kabisa. Sababu dada zangu mazingira yao bwana. Usijali. Toe shaka, jambo litaenda vizuri kabisa. Shikamoo dada. Shikamoo. Kama ni mali, nenda mahospitalini ukawasalimia watu wote. Hivi wewe unachojishaua hasa ni nini? Unacholingia hasa ni nini? Kama ile mali ni ya baba yetu wote, nilichokifuata hapa ni nyaraka. Kuna mteja akapatikana, tuuze ile nyumba, kila mtu afe na chake. Umenielewa? Kwa hiyo unachotakiwa kunipatia hizo hati, tukauze nyumba, mimi na kakangu tugawane na wewe tukupe fungu lako. Hata kama sisi ni watoto wa nje ya ndoa, sisi pia tuna haki ya kupata hiyo mali. Umenielewa? Kwa hiyo ninachohitaji nyaraka, tukauze ile nyumba, tukupe fungu lako na sisi tubaki na chetu. Unachong'ang'ania nini wewe kidawa? Sikiliza dada, nikwambie. Ile nyumba ni haiuzwi. Maagizo ya baba aliyoacha
ile nyumba ni ya kuishi tu na sio ya kuuzwa. Hivyo basi nakwambia, katafute kazi ukajenge huko ili uwe na nyumba yako, ndio utoe masharti. Nakupa salamu, mpelekee huyo kaka yako, mwambie pia hii nyumba ni haiuzwi, na yeye si mwanaume, akatafute kazi akajenge, alafu aje kutoa mikakati yake. Nadhani umenielewa. Sikiliza Kidawa, nikwambie, unajidai mjanja, unajidai bingwa. Angalia moto unaocheza nao, umenielewa? Angalia moto unaocheza nao, la sivyo dunia utaiona chungu. Kidawa, si unajifanya mkaidi wewe? Hicho kiburi chako kitakuponza. Abe. Mke wangu, nimeamka sija kukuta. Ulikuwepo wapi? Alafu nimesikia mizozo. Natoka nje hapa sione mtu yoyote. Wako wapi walikuwa wanazozana nao? Mume wangu, ni hao tu ndugu zangu. Wamekuja hapa eti wamesema wamepata mteja, ile nyumba iuzwe. Ncheke mie mtoto wa Kiluguru mchanganyiko na Mkuria. Hai, makubwa madogo yana wenyewe. Toba. Yaani kile kibaba na midevu yake na ule mama na unene ule eti nagombea nyumba ulisi. Jamani, nyumba ulisi gombewi. Mimi ninachofikiria ni biashara iende sawa. Sawa. Samahani kaka, naomba tuongee. Okay. Sawa. Mheshimiwa. Dakika moja. Dakika moja. Kaka, uwezi amini, nimeenda kwa Kidawa, jinsi alivyonitimua. Kasema sisi ni watu wazima, tukatafute vya kwetu tuviuze, na hati kaninyima. Na tena kasema tukiendelea kumfuatilia hatatufunga. Udogo anajikuta nani yeye? Yaani yeye ni nani haswa? Hivi unajua udogo, mbona anapenda kunipanda kichwani? Okay, sister, sikiliza. Hili jambo hapa sio mahala pake, sawa? Tutaangalia namna ya kulifix. Tutazungumza vizuri. Acha nimtoe kwanza huyu mgeni. Kwanza naomba uniwie radhi kwa kutafuna muda wako, lakini nadhani sio mbaya, ni sehemu ya biashara. Lakini naomba nikutakie jambo, na mambo kidogo hayajakaa sawa hapa. Kwa hiyo kama ningeenda hivi ukaenda, alafu pale nitakapoweka mambo haya vizuri, basi nitakupigia simu. Unajua tena mambo yao akina dada wanawake, unajua mambo yao, mambo yanakuwa sio mazuri. Lakini kila kitu na mipango yetu yote imeenda sawa kama tulivyopanga. Wewe mimi nikuondoe mashaka. Wewe ondoa shaka kabisa na kuwa na amani. Kaka, hili jambo linaisha. Hili jambo ondoa mashaka. Ni alo kaka. Amani ipo ya kutosha.
ondoa mashaka. Basi sawa, kama umenihakikishia hilo, mimi pia nina amani na kutegemea pia. Mimi mwenyewe nakutegemea, mweke sawa mzee. Basi sawa, hamna shida. Tutaonana. Karibu sana. Shukrani. Nini sisi? Ujue mimi masuala ya hela, kitu kinaitwa pesa kikisha ingia kwenye himaya yangu, akili yangu waga inafurugika kabisa kabisa. Sasa huyu dogo naona anataka anipande kichwani. Mimi mambo ya kipumbavu waga sipendi. Sister, mimi si kaka yenu. Mimi naweza nikawauza nyinyi? Mimi naweza nikawafanya vitu vibaya nyinyi? Sasa shida iko wapi? Huyu ananitaka nini mimi? Sikia. Kuna jambo mtambuka kidogo nataka nilifanye. Nikirudi kwa DC. Niachie mimi. Nyumba ulisi jamani, unatakiwa una akili zako timamu ili nyumba ulisi ikulee. Sio nyumba ulisi uitegemee na ufikiri unaitegemea yani kama ndo kazi. Wale ndugu zako mke wangu, you have to be very makini within it. If you don't understand, you should tumia ubongo. Mke wangu, nyumba ya ulisi sio kuitegemea, na tangu na kuoa nikakwambia mke wangu sitaki tukae ukweni, na ndio maana nimekuleta kwenye kibanda changu hichi cha msingi bullshit. Alafu nimekumbuka kitu kimoja, unajua wale wanakuchanganya, yaani wanakuchanganya bure mke wangu. Kwanza wale watoto wa nje ya ndoa, mtoto akishakuwa nje ya ndoa hataki kushika hata kijiko cha marehemu, na sio kijiko tu, hata kofia ya marehemu utaki kugusa kwa sababu wewe ni mtoto nje ya ndoa. Sasa wanakusumbua, wanakutoa mishipa ya shingo, wanakudumaza kukutoa sauti. Leave it alone my wife. Understand it? Mimi naenda kazini. Mimi nimeongea kukujenga, naenda kazini. Cha msingi nipikie maharage, nyama na kunde. Leo nataka yani tukilala yani nitaumbeta tu. Nishuzi tu. Haya mtamgoi. Mimi ngutakie kazi njema. Asante, mimi nina kazi na zulula basi mke wangu ndio naenda kuzulula hivyo. Kwa heri ma watoto. Haya. Haya. Karibu. Unajua yule dogo bado ananisumbua sana. Ananikosesha raha sana. Leo kaninyima diri moja nzuri sana. Nzuri vibaya mno. Nilikuwa natakiwa niingize kama milioni 700 hivi. Sasa kwenye hiki kipengele ndio yeye ana umiliki wa kitu fulani nyumbani pale. Sasa basi nahitaji hiyo 700 milioni iwe chini ya himaya yangu.
fanya unavyoweza, vyovyote vile hiyo milioni 700 iwe chini ya himaya yako. Baada ya kufanikisha hili deal, kuna milioni 100 ya kwako Shaka. Milioni 100 cash utamilikiwa wewe. Sawa, nimekuelewa tajiri yangu. Wewe ulikuwa unataka tumfanye kitu gani? Kwa sababu fedha uliyoiweka inatosha kufanya chochote kwa siku ya leo. Na usikiza bosi wangu, Ustazi. Ndio. Naomba mimi nimekuelewa tajiri yangu, hakuna kitachoharibika. Naomba nipe masaa kadhaa, utafurahi. Ostazi! Ostazi kwe! Ostazi! Ostazi kwe! Ostazi! hiyo si sauti ya shemeji yangu Ambwende? Bila shaka atakuwa ni yeye. Ostazi! Amefuata nini hapa? Hata mimi sijui. Labda naomba nikamtazame, niangalie shida nini. Na kuhakikishia hataingia humo ndani na hatojua busara kama wewe upo. Kuwa na amani. Nipo hapa. Samahani ustazi wangu, si ungekuja tuzungumze hapa mara moja. Na shida na wewe babangu. Ustazi, kiongozi wangu katika imani, ndugu yangu, mtaalamu wangu, mimi nimekuja, huwezi amini. Jana baada ya kubanga ile nazi pale njia panda, ni mauzauza ndo ameendelea kutokea, huwezi amini. Narudi nyumbani, mke wangu ananiambia naye kakutana na mauzauza ambayo siyo ya kawaida. Sasa basi, hatukuishia pale, asubuhi pia anakuja dada yake anataka hati ya nyumba. Yaani najiuliza shida ni nini? Sasa nimekuja babangu, au wapi mimi na mke wangu tulipokosea? Maana masharti ni yale yale ambayo tumewafuata. Mimi naomba unisaidie kwenye hili, niko chini ya miguu yako babangu, niko chini ya miguu yako, naomba unisaidie. Ambwende. Nilishakwambia kazi hii sijaianza leo wala jana, nina uzoefu nayo. Nimetibu Tanzania yote hii, Afrika Mashariki, haijawahi kutokea kesi kama yako kulalamika kama dawa zangu hazijafanya kazi. Wewe utakuwa wa kwanza. Mimi ndio. Sawa, sasa mimi unanisaidiaje?
Unanisaidiaje kiongozi wangu? Naomba unisaidie kwenye hilo. Mabwende, sina cha kukusaidia. Mama yangu Mtume Rasuli, Igwe, mbona kama sasa ishakuwa kesi, ishakuwa gundu? Tume roho yangu, akufukuzani kwambie toka. Hii ni dalili kwamba umechokwa. Tajiri yangu, ulichokihisi ni chenyewe, ni yeye mwenyewe Mabwende. Ujio alokuja nao kaja kulalamikia dawa hazijafanya kazi. Na kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, nilikuahidi kama nitampa dawa feki. Ndivyo hivyo nilikufanya. Sasa basi, nimemwona yule hela nyingi hana, tutasumbuana tu bla bla nyingi. Tajiri yangu ni wewe. Sasa hivi nataka nidili na jambo lako tu, liishe swala lako. Nisikilize Ustazi. Hapo sikiza bosi wangu, ninachokitaka ndio yule dogo kwenye huu ulimwengu, ndio apotee, asionekane tena kwenye huu ulimwengu tena, Ustazi. Tajiri yangu, nakwenda kumaliza kazi yako ule mtume. Tumeelewana?